kwa sababu kiongozi anasimama kwa nafasi ya kuhani na sheria za ukuhani, lazima huyu kuhani awe ni mtakatifu. Sasa huwezi kuwa kuhani na unaendelea kuharibu kondoo za Mungu. Haiwezekani. Mungu alishaniambia hapa, tusipowaambia watu waache dhambi, damu yake itadaiwa juu yetu. Mungu aturumie sana. Kwa sababu ya ukimya au viongozi ndani ya makanisa, ndani ya vyumba vya maombi, wao kwa wao wanajuana, huyu hayuko vizuri, wao kwa wao huyu hayuko sawa, lakini wanampatia nafasi, wanampa huduma, wanampa wekea watoto mikono. Hauwezi kuwekea watoto mikono na wewe hauko sawa na Mungu. Haiwezekani. Mungu aturumie sana. Umepewa jina lakini wewe umeikalia kile kiti ambacho yule mwalimu wa kwanza amesema. Umeikalia kitu ambacho si cha kwako. Pendo la Mungu ni kubwa, pasha habari hiyo. Pendo la Mungu ni kubwa, mwanzo wa nyimbo zote. Malaika walioimba, wachunga wakasikia, tunafurahi kujua pendo la Mungu ni pendo kubwa, pendo la Mungu, pendo la Mungu. Basi kipindi chetu hichi cha kwanza tunakimaliza kwa conclusion yetu, ni kusema kwamba jumuiya ya mambo yote ni watu waache dhambi, utende mema. Ukikumbuka mahubiri ya kwanza ya Kristo, amewaambia watu kwamba tubuni. Ukiangalia Yohana Mbatizaji, mahubiri yake ilikuwa ni kufanya nini? Tubuni. Kwa hiyo na mimi ninaita kuambia watu kwamba ukijigundua wewe uko sawa na Mungu, using'ang'anie, ukubali kubadilisha maisha yako, ukubali kutubu dhambi zako, maana maandiko anasema kila afichaye dhambi zake anakuwa anajiwekea akiba ya mauti. Mwanambe atuatereche mama. Basi tunakosa dakika ngapi? Kama kuna mtu anaweza akawa na swali, anaweza akauliza. Kuna dakika 5 ya maswali, maana uongozi umetupatia nafasi ya kuhubiri, lakini tunaacha kama dakika 10 hivi ya maswali. Mimi nimeacha dakika 5. Kwa hiyo nilikuwa kuomba wewe ambao umesikiliza, kama una swali, simama, karibu, uliza swali lako kwa dakika hizi. Karibu, niliona umepandisha mama. Mpatie mic. Asifiwe. Niko na swali. Niko nauliza hivi, uliongelea kuhusiana na mwanamke na mwanaume ambao kwenye ndoa lakini wakatengana kwa ajili ya token. Sasa swali yangu ni hivi, sasa kwa mfano mmoja usime mwanamke anakuja huko Marekani lakini bwana amewakia niruhusu kwa sababu ya token na anaoa. Sasa huyu mwanamke ambako afanye aje? Sawa, swali nzuri. Kama nitaelewa swali lako, umeuliza kwamba huyu mwanamke alikuwa na mume wake huko kambini. Ndio. Yeye akaja Marekani, mwanamke akaja huko. Ndio. Akaacha mume kule. Lakini huyu mwanaume akaoa. Bwana asifiwe. Huyu mwanaume akaoa, lakini yeye huku hana mume, hajaolewa. Atafanya nini? Itacho sangana na hivi.
Wengine twasangana nayo hapa. Bwana asifiwe sana. Kibibilia Yesu alishajibu hiyo swali Yesu alishajibu hiyo swali, japokuwa watu wengi wanapendaka kuipindisha, kutaka kumpatia yule mwanamke ajisikie sawa. Kibibilia mume wako akioa mwanamke mwingine, yeye anakuwa anafanya dhambi ya uzinzi na usharati. Mungu atuhurumie sana. Amen. Labda mimi nikuulize swali. Hivi mke wangu akizini ama akisharatika, malipo yangu mimi nimkomeshe mke wangu na mimi nitaenda kukamata mwanamke nizini naye? Hapana, hauwezi ukanishauria vile. Lakini mawazo ya wengi yanataka huko, na mimi nitaolewa nimuoneshe nimkomeshe. Hapana. Maandiko yanasema kwamba yule ambaye anaoa mke asiyekuwa wa kwake wanaishi maisha ya uzinzi. Bwana asifiwe. Kwa sababu kwenye Biblia kuna kipengele ambacho Paulo alikuwa anasema ni heri huyu mtu asiolewe kuliko anaishi maisha ya tamaa. Kama anaishi ya tamaa na anajisikia kuolewa, ni bora olewe. Lakini kwangu mimi Paulo nilikuwa naona ni afadhali mtu asiolewe, kwa sababu akiolewa hataenda sana mambo ya Mungu sana, lazima atatafuta mambo ya familia yake. Bwana tusaidie sana. Sasa huyu mwanamke huyo, kwa kujibu swali lako, huyu mwanamke kwanza hawezi akaolewa na mwanaume mwingine. Isipokuwa yule mume wake ambaye alimwacha kule, ule mume wake yule ambaye alimwacha kule. Kama yule mwanaume akuwa ni mume wake wa halali, alikuwaga ameshaoa kabla hajaoa huyu mama ambaye amekuja huku Marekani, huyu mwanamke anaweza akaolewa na mwanaume mwingine. Mwanaume atokatele chema. Bwana asifiwe sana. Kama yule mwanamke ambaye amesepare na mume wake amekuja Marekani na yule mume wake akaoa, kama yule mwanaume kabla hajakutana na huyo mwanamke huyu ambaye amekuja Marekani alikuwa kama ameshaoa mwanamke wake akaoa huyu, naye huyu yuko na haki ya kuolewa hata kama anaona mwanamke mwingine kule. Lakini kwa sababu kama yule mwanaume alikuwa hajawahi kuoana na mwanamke yote na yule wa Marekani wake wa kwanza, huyu mwanamke hawezi akaolewa na mwanaume. Biblia inatuambia kwamba mpaka kwanza ule mwanaume afanye nini? Afe. Ndio kazi ya maombi. Ndio kwa maana Yesu akasema kila kitu kinawezekana kwa nini? Kwa maombi. Kila kitu kinawezekana kwa counseling, kwa maombi na kumsihi Mungu sana, kwa sababu ni jaribu kubwa. Hata kama ni jaribu kubwa, lakini wahubiri waweze wakakuruhusu uolewe kwa sababu mwana wako amebaki. Hapana, ni kosa kubwa. Mwanaomba atueleweke. Nimeeleweka? Basi nafikiri muda umekwenda, tutakutana siku nyingine na Mungu atubariki sana. Amen. Amen. Amina.